Mahakama ya wilaya ya Arusha imemwachia huru mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Omari, mkazi wa kata ya Olorieni mkoani Arusha, baada ya kumkosa na hatia ya kumbaka mtoto wa Naisi Msheri maarufu kwa jina la Chinaz mwenye umri wa miaka 7 chooni katika sehemu ya kuuzia vinywaji maarufu kwa jina la Grocery iliyopo katika mtaa wa RC mkoani Arusha. Hakimu Sheila Manento akisoma hukumu hiyo ameeleza kwamba upande wa jamhuri ulishindwa kuthibitisha na kuacha mashaka, ikiwemo mashahidi wawili kudai kwamba mshtakiwa alikuwa ameshusha suruali wakati wote bila kupandisha, huku mashaka mengine ikielezwa kwamba mshtakiwa alijitetea ya kwamba alikwenda katika kituo cha polisi mwenyewe, huku upande wa jamhuri ukidai kwamba mtuhumiwa alikamatwa. Nje ya mahakama hiyo, Naisi Msheri amesema kwamba hakubaliani na maamuzi yaliyotolewa na hakimu huyo na kwamba atakata rufaa. Hii hukumu imeahirishwa, ile ni mara ya 3. Tukija inaahirishwa na leo ikatajwa. Hukumu hii imetajwa kwamba mshtakiwa ameachiwa huru. Lakini hakimu alisoma ushahidi wa pande zote mbili. Alisoma kwanza ushahidi wa pande wa mtoto ambaye ni muhanga aliyobakwa, akasema daktari alikuja pale mahakamani na akasema amempima mtoto na akakuta kweli mtoto ana spamsi, akakuta ana uchafu mweupe na akakuta mtoto ana michubuko, na daktari aliashiria kwamba mtoto ni kweli amebakwa. Aliashiria ni kweli mtoto amebakwa. Kwa hiyo hakimu amedhihirisha kwamba ni kweli daktari alikuja na alitamka maneno kwamba mtoto alikuwa na michubuko na mtoto alikuwa na spamsi na uchafu. Kwa hiyo mtoto aliashiria ni kweli amebaka, na upande wa shahidi ambaye ni mpelelezi Rehema alitoa ushahidi kwamba alikuja eneo la tukio ambalo ni sehemu mtoto alikobakwa, na akasema alipima lile eneo na aliliona kweli na alikamilisha ushahidi wake na akaonyesha kwamba ni kweli mtoto amebakwa. Shahidi mwingine ni baba aliyemuona mtuhumiwa aliyembaka mtoto chooni na akaniita mimi. Na baba alitoa ushahidi ukakamilika. Lakini nashangaa baada ya hapo mheshimiwa hakimu anasema kwamba anaweza kuwa sio yeye aliyembaka mtoto, na anasema kwamba anaweza kuwa sio yeye aliyembaka mtoto. Sasa sisi tunashangaa anaweza kuwa ni nani akati tulimkuta yeye. Hapo ndipo tunaposhangaa. Na kama hakimu alipata paka viashiria kwamba kwa kutoka kwa daktari mtoto amebakwa mpaka ana michubuko, inakuaje yeye achiwe huru? Sijaridhika na hukumu hii. Baba wa mtoto alimkuta ameshusha suruali. Alipomkuta ameshusha suruali, mimi pia nilipoenda kuchungulia nilikuta suruali imeshuka. Akati anafungua mlango ndipo tulipojieleza alipandisha suruali, ndivyo tulivyojieleza mahakamani. Kwa hiyo haiwezekani kwamba mtu afungue mlango suruali ikiwa imeshuka chini. Tulieleza baada ya yeye kufungua mlango, na mtoto wangu aitwa Ahmadi naye alitoa ushahidi kwamba alimuona kwamba amepandisha suruali na flies ziko wazi. Hakutoa ushahidi kwamba suruali iko chini. Alitoa ushahidi kwamba suruali alikuwa amevaa ila hajafunga flies. Wakati anajitetea alisema kwamba alienda polisi mwenyewe, lakini nyie upande wa jamhuri mmesema kwamba alikamatwa na wanakijiji. Hapana, sisi tulisema kwamba mtuhumiwa akati alikimbia alitoka nje, akati baada ya kumparamia mume wangu na kumngata na kumchana shati alitoka nje, na mume wangu alikimbilia polisi. Ndipo na mimi nilimfuata mume wangu polisi. Kwa hiyo mtuhumiwa baadaye alikuja mwenyekiti. Sisi tulimkuta mtuhumiwa kesho yake polisi, lakini tulivyouliza tuliambiwa alipelekwa na mwenyekiti. Okay, mtaani pale walikuwa wanasema una tetesi za kubambikizia watu kesi, na huyu leo ameshinda. Unadhani inaweza kadhihirisha kwamba ni kweli unawabambikizia watu kesi? Haiwezi kadhihirisha kwa sababu bado kesi yangu, ningekuwa nabambikizia watu kesi daktari asingekuja kutoa ushahidi kwamba mtoto amebakwa, na hakimu amekiri mwenyewe kwamba daktari alikuja kutoa ushahidi na vielelezo kwamba mtoto amebakwa na kulikuwa kuna majimaji, mtoto alikuwa na michubuko. Kwa hiyo kama mimi ningekuwa nabambikizia kesi, sidhani kama yule daktari angeweza kuja kutoa ushahidi hapa wa uongo, kwa sababu hata yeye ni hatarishi kwa hospitali yake.
Hata hivyo, baada ya Omari kuachiwa huru, alitoka mbio kwenye chumba cha mahakama na kukimbia huku akichukua usafiri wa pikipiki na kuondoka katika eneo hili. Ripoti za AyoTV pamoja na Millard, Ayo.com. Hapa na ripoti kutoka Arusha. Naitwa Godfrey Thomas Ng'omba.